Ndugu mtazamaji au watazamaji wa Sibuka TV na wasikilizaji wa Lindi FM, na wasalimia katika jina kubwa zuri lipitalo majina yote, linaitwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Majina yangu naitwa mchungaji mhubiri wa Injili Kadius Sangu. Napatikana mkoa wa Rukwa, wilaya ya Nkasi, katika kanisa la EAGT Nyika ya Uzima hapa na Manyere mjini. Leo hii nimerudi tena katika runinga kukuletea habari za Yesu Kristo, na kipindi kilicho hewani sasa ambacho nakisimamia dakika hii na saa hii ni kipindi kinaitwa Kimbilia kwa Yesu. Kabla ya mambo yote basi ni muombe Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wangu wa Sibuka TV na Lindi FM. Ninakushukuru kwa sababu amekaa hapo, ametulia vizuri, akisikiliza, akitarajia kupokea kitu kutoka kwako. Roho wa uzima umhudumie. Kutana na mgonjwa huyu, kutana mwenye shida huyu, kutana mwenye matatizo haya. Mungu Mfalme, naomba umwandae vizuri kupokea neno lako la ushindi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na shukuru. Amen. Baada ya maombi basi tuende moja kwa moja. Kichwa cha somo leo kinasema kujua mwisho wako. Kujua mwisho wako. Hakuna kitu kizuri kama kujua mwisho wa siku zako. Ukishajua mwisho wa siku zako, upo uwezekano wa kupanga mipango yako vizuri. Sasa moja kwa moja tusome Zaburi ya 39 mstari wa 4. Zaburi ni ya 39 ule mstari wa 4. Biblia inasema, Bwana unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Bwana unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue nilivyo dhaifu. Angalia maneno haya makubwa anayokuletea ndugu msikilizaji. Kama nilivyo tangulia kukuhabarisha, kichwa cha somo ni kujua mwisho wako. Hakuna kitu kizuri katika maisha ya mtu mwenye mipango. Mtu mwenye mipango mizuri, anayetazamia mafanikio ya wakati uliopo, wakati ujao na wakati uliopita. Wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Kama kujua mwisho wa jambo, hususan kujua mwisho wa siku zako. Mwandishi wa Zaburi hapa ameandika ujumbe huu mkubwa mno wa ajabu. Anaimba wimbo huu wa ajabu sana. Hii ni Zaburi ya Daudi. Mwandishi anaitwa Yedusuni. Anazungumza akiwa kiroho mno. Anasema, Bwana unijulishe mwisho wa siku zangu, na kiasi cha miaka yangu ni kiasi gani. Hili ni neno kubwa sana. Wakati napitia neno hili, nimefika mbali sana. Kujua mwisho wa siku zako ni jambo muhimu unalotakiwa kulijua. Haleluya. Kwa nini ujue? Angalia Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza na wa pili. Tuje kitabu cha Ayubu.
Ayubu sura ni ya 14 mstari wa kwanza na wa pili. Leo tutatembelea kwenye mambo ya mahesabu kidogo. 39 tuko kwenye introduction au utangulizi. 14 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Angalia mwanadamu huyu ambaye kwa nini unatakiwa ujue mwisho wa siku zako? Kwa sababu siku zako sio nyingi, na katika uchache wa siku zako zimejaa taabu. Mstari wa pili nasema, yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kimbia kama kimvuri, wala hakai kamwe. Nimekuja na ujumbe mkubwa, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Lindi FM. Huyu binadamu ambaye siku zake si nyingi kama Ayubu anavyozungumza, na katika uchache zimejaa taabu. Naye hukimbia kimbia kama kivuli. Halafu anafananishwa na ua. Maua yanajulikana, kila mtu anajua maua. Huwa yanachanua, halafu mwisho yanapukutika. Naweza akachanua, kuna aina ya maua tofauti, inategemea na aina ya mti husika. Lakini kuna maua yanaweza akachanua leo, kesho alipo. Mengine yakachanua siku mbili, kesho alipo. Likachanua likaonyesha uzuri, lakini kesho halipo. Hivyo ulivyo binadamu na inistazama hapo na kunisikiliza. Ni vizuri kujua mwisho wako na kiasi cha siku zako ni kiasi gani, ili ujitue ulivyo dhaifu, ili upange mipango vizuri. Kawaida tu ya binadamu, kama unasafiri kwenye basi, unaenda huko uendako, unapokaribia mwisho wa safari, kila mtu aliyepo kwenye basi ile huwa anaweza kaangalia mizigo yake kama ipo, begi zake kama zipo. Anaanza kujitayarisha, na pengine tangazo linatangazwa aidha kwenye ndege au kwenye basi kwamba tunakaribia kufika mwisho wa safari yetu. Abiria, jiandae. Kila mmoja anaanza kujiandaa, kwa sababu mwisho wa siku zako binadamu ni fupi. Na kupa tangazo leo, ni vizuri ukatafuta na kujiuliza na kuuliza, ukajiuliza mwenyewe na kuuliza kwa Mungu, mwisho wa siku zako zimebaki ngapi, ili ujue ulivyo dhaifu. Utakapojua ulivyo dhaifu, itakupa nafasi na muda wa kutengeneza. Na Ayubu anasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku mbaya. Wakati ni hai mtazamaji, wakati ni mzima mtazamaji na msikilizaji wangu, wakati unapumua, wakati una hema, wakati una akili, tafuta ujue mwisho wa siku zako. Mbaya zaidi, mwanadamu hajui wala haelewi mwisho wa siku zake ni lini. Siku za mwisho wa binadamu huja ni ghafla, kufumba na kufumbua ghafla, haupo. Ndio maana mwandishi wa Mhubiri anasema umkumbuke. Paulo anazungumza, anasema wakati uliokubalika ni sasa. Siku ya wokovu ni sasa. Yakobo 4 anasema, mwanadamu unayesema leo na kesho nitaingia katika mji fulani na kufanya biashara na kupata faida,
walakini hujui yatakayotokea kesho. Hujui yatakayozaliwa kesho. Nani angekueleza? Nipo hapa kukueleza. Chukua hatua, maana siku zako ni chache, zimejaa tabu. Hukimbia kimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Kali ya maandiko haya makubwa, lakini unafananishwa na ua. Hata kama ungekuwa na kitambi ni ua tu. Hata kama ungechana nywele ukasuka na kusuka ni ua tu, linachanua. Hata kama ungevaa vizuri bado ni ua tu. Saa imefika ujitambue, ujielewe. Nimekuja na ujumbe mkubwa. Angalia maandiko yanavyozungumza. Angalia maandiko yanavyozungumza. Zaburi hiyo ya 39 mstari wa 5. 39 mstari wa 5 na wa 6. 39 mstari wa 5 na wa 6. Angalia maandiko yanavyozungumza. Leo tutakwenda kwa mahesabu kidogo. 39 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema, tazama umefanya siku zangu kuwa mashubiri. Maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili. Binadamu huenda tu kuna huku kama kimvuli. Hufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili. Huweka akiba wala hajui ni nani atakayechukua. Nazungumza na binadamu duniani leo. Angalia maandiko yanavyozungumza. Siku zako zimefanywa kama shubiri. Anasema kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili. Hata kama unaitwa mheshimiwa ni ubatili tu. Huenda huku na kula, anafanya biashara, anasoma, anashughulika, ni mtafutaji. Lakini angalia kauli ya Mungu hapa. Anasema wewe ni ubatili tu na kujilisha upepo. Anasema ufanya ghasia kwa ajili ya ubatili. Vurugu tu, gomvi, kutokusameheana. Anakosewa hasamei, ghasia tu. Lakini ghasia zako hizo zitakupeleka wapi? Wewe ni kivuli tu. Wewe ni ubatili tu. Weka akiba wala hajui ni nani atakaye kitumia. Hawezi ukaona una akaunti ngapi benki. Unajua mwisho wa siku zako zimebaki ngapi. Pengine nazungumza na wewe kesho haupo. Utalambwa na ajali kesho. Hujui kuna mchawi amekuotea tayari. Kesho napigwa. Hujajua ugonjwa unaokusumbua kesho unakuchukua tu. Hicho kipanda uso, huo ukimwi, hicho kisukari, hilo tezi dume, kesho haupo. Nafanya ghasia tu. Ukiulizwa na kuhubiriwa habari za wokovu na kumpenda Yesu, unakataa, unadhani kesho utaiona. Kaulize makaburi kama walikufa kwa kujua. Walijitukia tu wameita marehemu. Walijikuta tu hawawezi kutambua yote, hawawezi kuelewa lolote. Wako katika mazingira ambayo walikuwa wanasikiliza wakiwa duniani, sasa wameyakuta ghafla. Wengine kufuma na kufumbua ndio wanaiona kuzimu hii hapa. Hii ndio kuzimu ambayo walikuwa wanatuhubiria kule duniani, tunakataa. Ndio ni kufuma na kufumbua. Kamsome tajiri yule akapiga kelele, akaomba msaada ya kwamba atume mtu akawaambia ndugu zake kule. Alifanya ghasia tu, hakujua kama ni kivuli. Nijiwekea akiba bure, lakini hakujua kama yatamtokea ghafla.
atatokea maeneo ya kuzimu na kuonya binadamu unayenisikiliza hapo, unayenisikiliza duniani hapo, hapo ulipokaa kwenye kiti chako. Wewe ni kivuli, unafanya ghasia tu, hukimbia huku na kule, unaweka akiba, lakini hujui ni nani atakayetumia. Siku inakuja mbaya, wewe endelea kuoa wanawake tu, ukizani kuoa ni fashion. Fashion ya leo, habari ya mjini, nataka nikwambie, ni kuhakikisha maisha yako ndani ya Yesu Kristo aliye hai. Hiyo ndiyo fashion ya mjini, ndiyo habari ya mjini leo. Acheni madolido wanadamu, acheni mbwembwe. Maisha yenu ni kimvuli, maisha yenu ni ubatili. Hata kama ungekuwa mnene, hata kama ungeitwa namba 8, unapewa heshima, unapigiwa sijui, unapungiwa mkono, unaambiwa, unaitwa majina ya kukutetemekea. Wewe ni ubatili tu, na kuonya siku zako zimekaribia. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Hukimbia kama kivuli, wala akai, hufanya ghasia kwa ajili ya ubatili peke yake. Raya basanga sharia. Angalia, tusome kitabu cha Petro wa pili. Petro wa pili 3 mstari wa 8. Angalia maandiko yanavyozungumza. Barua ya Petro wa pili, Petro wa pili 3 mstari wa 8. Angalia hapo maneno haya makubwa. 3 mstari wa 8. Biblia inasema, wapenzi, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Hapa ndipo naposimamia sasa. Nisikilize vizuri, leo sina muda mrefu. Petro anasema, wapenzi, mjue jambo hili, kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Nataka nikupigie hesabu binadamu, jinsi ulivyopoteza hazina, ulivyopoteza mambo makubwa mazuri kwa ajili ya kufanya ubatili. Angalia kwa Mungu ilivyokuwa, binadamu alivyopewa miaka ya kuishi duniani. Mwanadamu huyu unayeona anatembea, wewe uliyekaa hapo unanisikiliza hapo Dar es Salaam, unanisikiliza hapo Mombasa, Nairobi hapo, wewe unayenisikiliza Afrika Kusini hapo, angalia wewe unayenisikiliza kwenye Lindi FM, na wewe mtazamaji unayenitazama kwenye runinga. Binadamu huyu, Mungu katika mpango wake mwema alimwekea mwanadamu siku moja, ili andikwa ameishi siku moja, alipewa aishi siku 1000. Siku moja kwa Bwana ni kama miaka 1000. Maana yake mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba kuishi siku moja maana yake kumalize miaka 1000. Lakini mwanadamu kwa kufuata ubatili na dhambi, alipuluni miaka yote 999 kwa kutenda dhambi. Mungu akaikata miaka yote 999, akamwachia siku moja tu. Hii inasikitisha sana. Ile siku moja ambayo tunasema mtu ameishi siku moja kama leo. Zamani mpango wa Mungu ni kwamba unatakiwa uishi miaka 1000. Lakini sasa kwa sababu ya ubatili na dhambi, binadamu akaikata miaka yote, akaachiwa moja tu kama ilivyo. 900 ikaliwa na dhambi. Mwezi wa kwetu alitakiwa au ameishi miaka mingapi?
mwezi wa kwetu. Tunaposema mtu amemaliza mwezi moja, tumemaliza mwezi moja. Kama hivi mwezi wa 5, moja wa 5, nichukulie mfano, au wa 6 wa 7 ni mfano. Mwezi ule mmoja unaofahamu wenye siku 30, kibiblia ilitakiwa uwe umemaliza miaka 30,000. Ndio mwezi moja. Maana yake Mungu alikuwa ametuwekea hazina kubwa ya miaka, utajiri wa miaka. Ukimaliza miaka 30,000 ndio umemaliza mwezi mmoja. Kini ubatili wako umekata miaka yote, ukaachiwa siku 30 tu au mwezi mmoja, kwa sababu ya ulafi wa dhambi na mwili huu. Mwaka mmoja ilitakiwa uwe na miaka mingapi? Tunaposema umemaliza mwaka mmoja, binadamu katika kalenda yetu duniani tuliobakiwa nayo, tunaposema umeachiwa mwaka mmoja au umeishi mwaka mmoja, ulitakiwa uwe umemaliza miaka ya kimungu ambayo utakuishi ili iandikwe wewe umemaliza mwaka mmoja. Ni miaka 360. Miaka 360 ndio mwaka mmoja. Leo umeachiwa kwa mwaka kamoja kenye siku 366. Ukapuluni maelfu ya miaka, malaki ya miaka 360, sio kitu kidogo. Ndipo unaweza ukaona dhambi ilivyo mbaya. Niposa hapo unaweza ukaichukia dhambi mpaka kesho, inavyokata maisha ya watu, inavyokata siku za binadamu, inavyopuluni mipango ya binadamu. Nimekuja kwako leo kwenye runinga wewe, laiti Roho Mtakatifu akufunulie ufahamu, unielewe leo. Hata kama hukutaka kunielewa, basi jitahidi kusikiliza unielewe. Miaka 10. Ile miaka 10 ulitakiwa uitwe umemaliza miaka mingapi? Miaka 10, naposema mtu amemaliza miaka 10, ulitakiwa uwe umemaliza miaka mingapi? Miaka 10 ya kibiblia ulitakiwa uwe umemaliza miaka 3,600,000. Yaani mtoto kijana wa miaka 10 ambaye sijui ndio amemaliza la 7, alitakiwa kibiblia kimungu aliwekewa miaka 3,600,000 ndio uwe umemaliza miaka 10. Wanaposema kijana wewe wa miaka 10, maana yake kibiblia kabla ya dhambi uliwekewa miaka 3,600,000. Lakini kwa sababu ya uovu, Mungu akapuluni yote, akakuwekea 70, 80 mwisho. Hebu tuone Zaburi hiyo, Zaburi ya 90 hapa. Angalia Mungu alivyokataa, angalia Mungu alivyofanya jambo la tofauti kabisa. Zaburi ya 90, dhambi inavyokula watu, dhambi ilivyopuluni miaka yako. Nivumilie kidogo ndugu msikilizaji wangu, nivumilie kidogo. Zaburi ya 90 mstari wa 10 anasema, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Dhambi ilikujikapuluni miaka yote, kutoka maelfu ya miaka mpaka tukarudi 70.
ni hasara kubwa kiasi gani? Ni hasara kubwa kiasi gani ambayo tumeipata kwa sababu ya kitu kinachoitwa dhambi. Dhambi zimekata miaka ya binadamu, pia hata kimo. Mwanadamu wa zamani alikuwa na urefu wa futi 12. Leo ni vipisi tu vya watu vinakata mitaa. Lakini alikuwa na urefu. Adamu futi 12. Eva futi 12. Imebeba mtoto. Adamu amebeba, Eva amebeba mtoto, unafika mtoto kama nini, utafika hapo kwenye mkaratusi. Kinakanyaga. Hao ni wazee wa zamani. Nisikilize wa dunia na kuonya, tumia akili zako vizuri. Pambanua maisha yako yamebakia maisha gani? Miaka yako yamebakia miaka mingapi? Maisha yako yakoje? Chukua hatua, chukua tahadhari, muulize Mungu. Sikiliza wahubiri, sikiliza wachungaji, upate kujua siku za miaka yako zimebaki ngapi, ili uchukue hatua. Au jijue ulivyo dhaifu, alafu uchukue hatua. Naona sasa 70 wenye nguvu 80, mwisho wa habari. Unaona laana hiyo? Unaona matatizo hayo? Sikiliza, ina maana mtu wa miaka 20 alitakiwa awe na miaka mingapi? Tunaposema kijana amemaliza miaka 20 duniani, alitakiwa na miaka mingapi ya kibiblia? Ulitakiwa uishi miaka 7,200,000. Miaka 7,200,000 ndio ilikuwa ni miaka ya kijana wa miaka 20. Lakini kwa sababu ya mabaya, dhambi ya uongo, dhambi ya chuki, dhambi ya mauaji, dhambi ya kuchukiana, dhambi ya wizi, ikapuruni kila kitu. Miaka 7,200,000 yote ikapuruniwa. Ukaachiwa 20 tu. Calculate miaka 20 ukitoa miaka 7,200,000, unabakiwa na miaka mingapi? Huyo ni kijana wa miaka 20. Kijana wa miaka 50 alitakiwa, au babu, sasa hivi miaka 50 tu babu, tutuzee ndevu nyingi, kapo tu na historia. Kama ni mtumishi serikalini au kwenye kampuni au shirika, anaanza kujitayarisha kustaafu. Naona miaka 50. Wakati miaka 50 ya kibiblia ambao Mungu alikuwa amekuwekea, kama usingetenda dhambi, ulitakuwa ishi miaka 18,000,000. 18 milioni. Hii miaka 70 ambayo imezungumzwa, Mungu alikata miaka mingapi? Miaka 70 ambayo Mungu amezungumza kwamba wenye nguvu 80 ambao ni wachache. Miaka 70 ulitakiwa uishi miaka 25,000,000, ndio miaka 70. Kile dhambi kabomoa yote. Dhambi yako imekula kila kitu, inaondosha kila kitu. Na kuonya wanadamu, rudi wewe. Ni ubatili na kuingilisha upepo. Wana watu. Yesu ndiye habari ya mjini. Mtu mwenye ufahamu humtafuta na kumulizia Yesu yuko wapi. Miaka 25,000,000 imepigwa, ukajua 70 tu, na bado ubatili unaendelea na wewe. Jiulize umongo umekaje wewe. Hii ni injili ya kufa na kupona, ya kupiga mtu na usoni. Hebu soma kitabu cha Mwanzo 5:5, karibu namaliza, alafu ni kuache usubirie kufa, halafu kapigwa jehanamu.
na tung'ombe twako watalisi wengine, na watakaolisi watachukua muda mfupi tu, miaka ya inzi hawapo. Wache wanawake wako wachukue wengine, wache maduka yako wachukue wengine wewe, wache tu gari twako. Mtu akinunua kagari anafikiri eti amebarikiwa. Wewe, baraka sio kununua gari, baraka sio kufuga ng'ombe, baraka sio kuoa wanawake, baraka sio kununua masuruali, baraka sio kufuga mbuzi. Baraka za kibiblia ni uwezo wa kiungu anaopewa mtu kwa ajili ya usalama wake. Yesu akasema tafuteni kwanza baraka, yani ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine atakuja. Kinunua kagari tu, hero kwa wenzako. Magari haya ambao ni visu tu hivi, mekalia kisu, makali ya kisu, halafu na tambo na dunda, na kupa Yesu mzima mzima, mwenye miaka ya mtu. Yesu ndiye ameshikilia hatimiliki ya miaka yako. Roho Mtakatifu akusaidie. Angalia Mwanzo 5:5. Angalia Mwanzo 5:5 uone. Mwanzo 5:5 unaweza ukaona. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 5. Na muda wangu sio rafiki, unakimbia. Unakimbia 5 mstari wa 5. Anasema siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Adamu aliishi miaka 930 akafa. Leo wakisema mzee wa miaka 70 80, watu wanashika na ndevu makaburini hapo. Wanasoma sijui ni historia ya marehemu. Marehemu amemaliza miaka 90, watu na ndevu. Wanaguna. Wewe, miaka 90 hamna lolote. Adamu akaishi miaka 930 akafa. Nayo ni michache. Nikupe hesabu miaka ambayo Adamu alitakuwa aishi duniani. Katika miaka 930 Adamu alitakiwa aishi miaka 1,334,800,000. Ashaona hiyo 1,334,800,000 ndio alitakiwa Adamu aishi duniani. Tunaposema Adamu amemaliza miaka 930, miaka akiba ya miaka iliyokuwa imewekewa na Mungu ilikuwa ni miaka 1,334,800,000. Ndipo afe. Lakini akaamulia miaka 930. Akafa. Binadamu liko batili. Binadamu sikojua lolote, na kuonya wewe, rudi kwa Mungu. Siku zako ni kivuli. Wewe ni uwa wewe. Unamiliki vitu ujui na atakayevitumia baada ya dakika chache wewe. Roho Mtakatifu akusaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu akusaidie sana. Mungu akupiganie uelewe, ufahamu na utambue kiasi cha siku zako ni kiasi gani. Ujue ulivyo dhaifu. Nataka nikuhabarishie habari hizi njema. Yesu Kristo akuokoe. Yesu Kristo akusaidie. Tumalizie. Leo nimesema sichukui muda mrefu. Hiyo ni miaka 70. Miaka 90 ulitakuishi miaka mingapi? Miaka 90 ulitakuishi. Tunaposema kazee kamemaliza miaka 90, kanasomewa risala makaburini, haka kamemaliza miaka 90. Ulitakiwa umemaliza miaka 1,32,400,000. Ndio miaka 90. Kwa mujibu wa Petro.
Siku moja kwa Bwana ni miaka 1000. Na miaka 1000 kwa Bwana ni siku moja. Hiyo ndio hazina tuliyokuwa tumewekewa wanadamu. Ukimaliza miaka 1000 ndio umemaliza siku moja. Leo vipisi vya watu vinakanyaga siku moja, ya pili siku sijui miaka 3 katoto kameanza kubeba madaftari. Hiyo si mimba mbichi bado tu hiyo. Biblia miaka 20 mtu anaoa, 18 ameshazaa. Ni mtoto mdogo mno, kwa sababu hata siku moja bado hajamaliza. Yana naolewa hajamaliza hata siku moja, miaka 18. Anaoa bado ni kachanga. Rudi faster. Mungu wa mbinguni akusaidie. Mungu akusaidie. Tumepoteza vitu vingi. Siku moja kwa Bwana tulitakiwa tumalize miaka 1000. Tumeachiwa siku moja tu. Ayubu anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, na katika uchache zimejaa tabu. Angalia tabu unayokutana nayo mwanadamu, magonjwa tu, shida, ila kunapokucha afadhali ya jana. Yaani kila inapoitwa leo afadhali ya jana. Matatizo, ukimbizi, watu wanakimbia nchi zao. Unanisikiliza ndugu yangu, umekimbia nchi yako hapo unanisikiliza. Hapo ulipo unasikiliza huko hospitalini, matumaini ya kupona hayapo. Unaona, na wewe unayedhani ni mzima, wewe sio mzima. Hivyo vidonge, sindano za masaa ulizoandikiwa, chumbani kuna chupa ngapi? Hizo chale umetoa wapi? Vilo mbona vinashuka? Hata yule anayedhani amefanikiwa bado ni tabu tu. Ulipofanikiwa, ukaona hela ndefu, ukaona akiba benki, ukasema sasa wacha nile, niwe, nifurahi, tayari ulianza kuvimba. Vyakula vilianza kukupiga shoti. Mwisho umeenda kwa wataalamu wa afya, wamekwambia kuanzia sasa usile nyama. Ulizaa tutakula nyama, sasa stop. Hamna kula nyama. Meshaona, kila nyama utaondoka. Marufuku kunywa soda. Wakati unatafuta, ulizaa ukipata utakunywa soda sana, sasa marufuku. Mwingine marufuku kunywa maziwa. Wakati unatafuta tu ng'ombe 2 3, ulizaa zikifika 1000 ng'ombe nitakunywa maziwa kama maji, sasa marufuku sasa hivi. Mepigwa stop. Marufuku kula nyama. Marufuku kunywa juisi. Uliponunua magari, sasa umekuwa na magari, umemiliki vitu vingi, umepigwa stop. Marufuku kutembea kwenye vyombo vya moto, unatembea kwa mguu. Uliponenepa ukadhani fashion, tayari umepigwa stop. Kila alfajiri kimbia, utoe majasho ili timie neno la Mungu lisilopingwa. Utakula kwa jasho, utavunja kwa jasho. Hakuna cha aliyefanikiwa, hakuna cha nani. Tuliza moyo. Umepoteza miaka ile, mwaka mmoja ambao unao sasa, ulitakuishi miaka 360. Naona miaka mingapi? 10 ulitakiwa uishi miaka 3,600,000. Miaka 50 ulitakiwa uishi miaka 18,000,000. Miaka 70 ulitakiwa uishi miaka 25,200,000. Miaka 90 ulitakiwa uishi miaka 32,400,000. Miaka ya Adamu aliyotakiwa aishi duniani miaka milioni 334
800,000 akaambulia miaka 930 kwa sababu ya uovu na kurudisha kwenye njia. Unaondoka. Rudi kwenye msingi. Msingi ni Yesu. Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Ukikosa miaka hii hapa duniani, tafadhali aishi miaka ya milele. Ni hasara umekatwa miaka yote hii, lazima mbinguni katiwe tena. Ni hasara umekatiwa miaka yote hiyo mingi mizuri, mingi akiba ya miaka, ukikapuruniwa yote, alafu kaangukie motoni wewe. Akili tu za darasa la kwanza zikurejeshe kwa Mungu. Haitaji hii hesabu, haitaji mpaka sekondari, haitaji uende chuo kikuu. Never. Hii akili ya kawaida tu ambayo ungeitumia leo, kwamba miaka yote hii imekatwa kwa sababu ya kitu: unywaji wa pombe, unywaji wa gongo, uvutaji sigara, uvutaji bange, madawa yote ya kulevya, mambo ya wanawake, mambo ya wanaume. Haya yamepuluni akiba, utajiri wote wa miaka hii yote, nikaachiwa miaka ya enzi 70. Badala ya kuishi miaka milioni 25,200,000 nikaachiwa 70. Badala ya kuishi miaka milioni 32,000,000 nikaambulia 90. Badala ya kuishi miaka milioni 364,800,000 nikaambulia wewe Adamu, kaambulia miaka 930. Wewe Adamu, ni kitu gani kilikuloga? Tula mtu wa katikati wewe, ukakubali ushawishi wa mwanamke wewe, ukakubali madanganyo ya nyoka wewe mwanamke, umeleta hasara kubwa sana duniani wewe. Ashukuriwe Yesu amejitoa sasa kuja kuokoa dunia hii. Ukikosa miaka mingi duniani, basi ukafurahi mbinguni. Dunia nisikilize, nimemaliza ujumbe sasa. Ukiwa hapo Mombasa, au ukiwa hapo Zambia Lusaka, au ukiwa hapo Dar es Salaam, ukiwa hapo Mwanza, ukiwa hapo wapi Kasulu, Kigoma, Bukoba hapo, ukiwa Tabora, Mpanda, Sumbawanga, ukiwa Mbeya, ukiwa wapi Ileje, ukiwa wapi Balizi hapo, ukiwa wapi Iringa na kadhalika, nifuatishe maombi haya. Tambua miaka yako imeisha. Umeshajua udhaifu ulionao. Huo udhaifu ndio umekula kila kitu. Unafanya biashara ufanikiwe, unafanya kila kitu. Mchawi wako ni wewe. Usitafute mchawi, ni wewe. Dhambi hizo ndio zilikupatisha ajali. Sababu ulipiga uongo, ukapiga uongo mpaka kwenye M-Pesa, ukaidanganya M-Pesa. Songesha, ukaipiga uongo. Mwisho katuma magalai, unafanikiwa? Hamu. Umeshajijua udhaifu wako. Fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, mimi mtoto wako, nimesikia habari zako kwa mchungaji Sangu, nami nimeogopa. Nimeona jinsi miaka yangu ilivyopuruniwa na uovu wangu, maisha yangu yalivyokatiliwa mbali. Mungu niokoe. Dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nilizosahau zifute zote. Kuanzia leo namkataa shetani aliyenilisha hasara hii. Nakataa ushawishi wa hata rafiki yangu aliyeniingiza hatiani, nikala hasara kubwa. Katika jina la Yesu na kupokea Yesu we mwokozi wangu tangu leo na hata milele. Ninaamini umenipokea
Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima na unifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu aliye hai. Amen. Baada ya maneno haya sasa nikuombee kwa muda mchache huu. Nikuombee, niko vizuri na dakika. Nikuombee kama una magonjwa yaliyozalishwa na dhambi. Hata majini haya yameingia ndani yako. Unajua kwa nini yalikuja? Kwa nini mchawi alikuloga? Hakukuonea mchawi. No? Si kwamba alikuonea. Biblia inasema laana isiyo na sababu haipigi mtu. Jini haliingii kwako bila sababu. Umeona? Si kwamba yalikuonea. Kulikuwa sababu. Sisi tuliookoka majini hayatuingii. Sababu linasaki, linatafuta sababu, linakosa sababu, linapegea watu. Hayo unayokutana nayo, changamoto unazokutana nazo, mchawi ni wewe. Toba hii uishikilie. Sasa nataka niyafiatue hayo matatizo yako. Na nikiyafiatua kwa nguvu na mamlaka ya Yesu, usirudie tena uovu. Usirudie tena dhambi. Weka mkono wako kwenye tatizo lako. Na kama umekuja na mtu kipofu, muwekee mikono kwenye macho. Mtu kiziwi, mwambie weke mikono kwenye masikio yake. Iwete si umepoza. Hata jana tumeona mtu mmoja aliyepoza ametembea jana. Amekuja usiku pale nyumbani, ametembea mwenyewe. Mungu anaweza yote. Ukikubali na kutii na kula mema ya nchi. Sasa naomba Baba, katika jina la Yesu, huyu ni msikilizaji wangu, ana changamoto ya magonjwa. TB imemula, kisukari kimemula, kansa imemula, uvimbe wa tumbo, figo ndani zimeoza, maini hayana kazi. Mungu, ana kiharusi kinamsumbua, koresto zimejaa katika mishipa yake midogo ya damu. Sasa mwili wake ni kama unavimba, analala ni kama amepigwa, akiamka ni kama amefanya kazi nyingi usiku. Kumbe ni changamoto ya mwili ambao hauna kazi sasa. Yesu, wewe ni uzima, ni dawa. Na mfungua kifungo chako na kiondoa haraka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka ugonjwa huo. Wewe kiwete, inuka. Kuparalyze, toka pepo la kuparalyze. Mapepo yale yanayokuchukua usiku yanakufanyisha kazi. Yanakufanyisha kazi za kilimo, yanakufanyisha kazi za kibiashara. Unauza duka la mtu bila kujijua. Na kuapisha pepo, toka. Kuporomoka kwa mimba, vidonda vya tumbo, UTI, na kuapisha mtoke. Potea. Mungu mguse huyu msikilizaji anayesikiliza redio Lindi FM, lakini anayeniangalia kwenye screen hapo, ameshikilia TV yake. Na piga mapepo, na piga udhaifu, na piga mateso. Naona mtu kwa imani anaanza kufunguliwa. Nikapo sayaka mosaraga yamba ya tolefa katapo. Kwa jina la Yesu Mwokozi, kwa jina la Yesu, mwakani majira haya kama haya, wewe usiyezaa au mwenye mimba umeandikwa operation, na batilisha operation, na batilisha kisu, na batilisha kupasuliwa, na batilisha kuharibika kwa mimba katika jina la Yesu. Roho ya shetani inayokunyima kibali, pepo ambalo limenyang'anya kibali kazini, limenyang'anya kibali ofisini kwako, nalipiga pepo hilo, nalikemea kwa jina la Yesu. Yule bosi ambaye amekuwa ni tatizo kwako,
Bwana msaidie, mpe moyo wa huruma, asimunyime haki zake za msingi huyo. Nakemea roho ya wivu, roho ya chuki na fitina ofisini, naipiga roho hiyo. Ubarikiwe Mungu. Na wakusanya hao wanandoa, ndoa sasa iliyokuwa ndoana, naiweka pamoja kwa ajili ya utukufu wako. Ni asante kwa sababu umemfungua mtu huyo. Bwana, natarajia kupokea shuhuda nyingi duniani hapa, kila kona, kila mahali, bara kwa bara. Ninatazamia kuona ukuu wa Mungu ukisimama juu yako. Asante kunisikia Mungu, asante kumfungua huyu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Baada ya maombi haya, sasa namba yangu ya simu kama ilivyo ada ni 0764 42 91 19, 0764 42 91 19. Naitwa mchungaji mhubiri wa Injili Thaddeus Sangu. Napatikana mkoa wa Rukwa, wilaya Nkasi, mji wa Namanyere, kanisa la EAGT Nyika ya Uzima. Kwa mara nyingine tena utakuwa unaziona namba 2 zinatembea kwenye skrini yako, kwenye kioo chako hapo. Unaweza ukachukua namba yote moja kati ya hizo ukanipigia. Nitakushauri kama unataka ushauri, nitakuelekeza kama unataka maelekezo, nitakuombea zaidi kama utataka maombezi, katika jina la Yesu. Kwa mara nyingine tena, bye bye. EAGT